Mambo ni vipi, mambo ni aje? Na karibu tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali ambazo zinazoendelea kutrendi katika mitandao ya kijamii. Sasa siku chache zilizopita kuna sakata ambalo lilikuwa linaendelea la binti wa chuo ambaye alionekana akifanywa vitendo vya ukatili na wadada wawili. Sasa siku ya jana jeshi la polisi limetoa taarifa ambayo inasema jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam siku ya Alhamisi limethibitisha kuwakamata na kuendelea na mahojiano ya watu 4 akiwemo mwigizaji na mtangazaji wa redio Mwemba Balton Mwemba maarufu kama Mwijaku, wakifanya uchunguzi kuhusu tukio lililoshambuliwa kwa kumdhalilisha kwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha ardhi jijini Dar es Salaam aitwaye Magnificat Kimario. Kulingana na kamanda wa polisi SACP Mlilo Jumanne Mulilo, ameviambia vyombo vya habari wanaoshikiliwa na polisi kwa ajili ya mahojiano ni Mel Gervasi Matogolo, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, Leina Wawili ambaye ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha ardhi Dar es Salaam, Asha Seleman Juma, mwanafunzi wa chuo cha uhasibu Dar es Salaam, pamoja na Balton Mwemba almaarufu kama Mwijaku, mkazi wa Dar es Salaam. Polisi imeeleza kuwa upelelezi wa tukio hilo upo katika hatua ya mwisho. Hatua zaidi za kisheria zitachukuliwa mara baada ya kukamilika kwa upelelezi huo. Tukio la kushambuliwa na kudhalilishwa kwa mwanafunzi Magnificat Kimario lililoripotiwa kwa mara ya kwanza kupitia mitandao ya kijamii, ilionekana video ya mwanafunzi huyo miongoni mwao akitambulisha kama mpenzi wa Mwijaku, wakimshambulia Magnificat kwa madai ya kujihusisha na mahusiano wa kimapenzi na mwanaume huyo aliyekuwa akitajwa kwa jina la Mwijaku, aliyekuwa mpenzi wa miongoni mwa mabinti hao waliokuwa wakimshambulia mwanafunzi huyo. Aidha, waziri wa maendeleo ya jamii, wanawake na makundi maalum Dr. Dorothy Gwajima alichukua suala hilo baada ya kushirikishwa na taarifa hizo kwenye mitandao ya kijamii, ambapo alieleza kwamba amefikisha suala hilo kwa mamlaka za Wizara ya Mambo ya Ndani, polisi kwa ajili ya hatua za kisheria. Sasa kitu ambacho alichokiandika naye Dorothy Gwajima kufuatia tukio hilo, aliandika huko akisema hatimaye Mwijaku akamatwa na kuhojiwa na polisi kanda maalum ya Dar es Salaam. Sasa Dorothy Gwajima ambaye ni waziri, kufuatia tukio hilo la kukamatwa kwa Mwijaku, pia vile Gwajima hatimaye aliandika kupitia ukurasa wake wa Instagram, amesema kuwa hatimaye Mwijaku amekamatwa na kuhojiwa na polisi kanda maalum ya Dar es Salaam. Taarifa ambayo iliandikwa waziri Dorothy Gwajima: tafadhali rejeeni taarifa yangu kwa umma. Kama waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum ya tarehe 20 Aprili 2025 kwa taarifa ya tarehe 23 Aprili 2025 kuhusu mabinti wanafunzi wa vyuo vikuu walimdhalilisha binti mwenzao anayesoma chuo kikuu cha ardhi, jina limehifadhiwa. Baada ya taarifa hizo, sehemu kubwa ya jamii iliuliza kuhusu lini anayetajwa kama Mwijaku anahojiwa. Napenda kutoa taarifa kuwa tayari Mwijaku amekamatwa na ameshahojiwa na jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, na Mwijaku huyo na majina yake rasmi yamebainika kuwa Mwemba Balton ambaye ni mkazi wa Dar es Salaam. Aidha, wengine walikamatwa na kuhojiwa pamoja naye ni Meli Matogolo wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, Leina Wawili wa chuo kikuu cha ardhi na Asha Seleman Juma wa chuo kikuu cha uhasibu TIA. Pamoja na hatua hii, jeshi la polisi limeendelea na upelelezi kwa ajili ya hatua zaidi za kisheria. Taarifa za kukamatwa na kuhojiwa kwa watu hawa zimetolewa tarehe 24 Aprili Jumanne Mulilo, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam.
Pia vile Dorothy Gwajima ametoa shukrani. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa wananchi wote wakishirikiana katika hatua zote za kupatikana kwa taarifa zilizowezesha kutuendelea kushirikiana daima katika kuzuia ukatili na kuibua ukatili wa uzalilishaji unaofichwa. Naam, kwani Dorothy Gwajima ameonekana kutoa shukrani zake za dhati, maana wengi sana walishare video hizo ili ziweze kumfikia, lakini mtu wa kwanza ambaye aliyepenyeza video hizo alikuwa ni bibi Mange Kimambi, ambaye alimtagi Dorothy Gwajima katika posti hiyo ili iweze kumfikia. Pia vile vile alitagi jeshi la polisi, lakini Dorothy Gwajima yeye alikuwa mstari wa mbele kama waziri wa wizara hiyo husika. Lakini pia vile vile wadau mbalimbali wametoa maoni katika posti hiyo ya jeshi la polisi katika taarifa yao kumkamata bwana Mwijaku. Nikianza nao wa kwanza anasema Mungu akujalie on day uje uongoze nchi. Huyu mwingine anasema live you are my big match kiongozi. Huyu mwingine anasema urais unakufaa mama, Mungu azidi kukuweka. Huyu mwingine anasema mbona watu wamefurahia sana. Huyu mwingine naye anasema ameweka tu emoji za moto, lakini huyu mwingine anasema nafasi yangu ilikuwa haina furaha kuona kichwa cha mviringo hakijakamatwa. Na wadau mbalimbali wametoa maoni yao, lakini pia na wewe unaweza ukatuandikia maoni yako kupitia kwenye uwanja wa comment section. Lakini kwa taarifa mbalimbali endelea kukaa karibu nasi, pia usisahau usubscribe katika channel hii ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali.